matumizi holela ya dawa. Mtu anaweza kuwa anawashwa macho au jicho, anakimbilia kuchukua dawa. So kama tulivyosema ugonjwa hauna dalili. Na alivyosema daktari kwamba ni watu, yani una makundi ya watu ambao yanafanyaje yanawapata. Changamoto kubwa huwa ni pressure hiyo ya macho ambayo tunaipima. Hata tunavyofanya hapa Moshi Mjini screening tunapima watu pressure ya macho. Pressure ikiwa juu, hii pia ni risk ya kuweza kupata ugonjwa huo, lakini haimaanishi kwamba unaweza kupata ugonjwa huo. Kuna watu ambao wanaweza kupata huo ugonjwa kwa pressure ambayo ipo kawaida. Kwa hiyo tunapima pressure ya macho pamoja na vipimo vingine vingi kama kukagua ule mshipa afahamu kama kweli umeshaanza kuharibika, lakini pia kipimo ambacho tunakifanya kwa ajili ya kuangalia upeo wa kuona. Hivi ni vitu ambavyo mtu hawezi kuvijua mpaka afike hospitalini. Kwa hiyo kuweza kugundua ugonjwa huu ni kufika hospitali, kwa sababu kwa watu wengi au kwa asilimia kubwa zaidi ya 90 unakuwa hauna dalili. Kuna changamoto moja, kuna watu ambao wanapata pressure ambazo ziko juu sana. Pressure zikiwa juu sana za macho italeta dalili, jicho litaanza kuuma, litakuwa jekundu, litatoa machozi. Hiyo itampelekea mtu aje wapi? Hospitalini mara nyingi. Lakini ugonjwa huu tunaongelea sasa hivi ambao asilimia kubwa Tanzania ambao wanaupata hauna dalili, sababu pressure haziko juu kiasi hicho, au zinaweza zikawa zipo wapi? Kawaida. Lakini uharibifu unakuwa umeshaanza kutokea kwenye ule mshipa. Hawezi kujua mpaka aje kufanya vipimo. Kuna changamoto fulani inatokea katika uoni wake. Aidha umepungua, sio kama alivyokuwa ameuzoea mwanzoni. Tunashauriwa tuonane na madaktari wa macho, kwa sababu katika upimaji kutakuwa na upimaji mojawapo katika vitu tunavyofanya kwa kila mgonjwa anayekuja hospitalini pamoja na kupima pressure ya macho. Kwa hiyo inaweza ikatusaidia tukafahamu dalili za awali za ugonjwa huu kwa mtu ambaye ana changamoto ya uoni. Kwa hiyo mtu anaweza kaa na changamoto ya uoni sasa hivi, lakini akaamua kusema labda mimi naenda kupatiwa miwani, kupima tu miwani sehemu fulani nitachukua miwani. Hatukatai, lakini vizuri uweze kufika kwa daktari wa macho ili aweze kukutibu. Ijulikane kwamba uoni huu ni hafifu au umepungua kwa sababu tu ya changamoto za kiuonaji, magonjwa ya kiuonaji, au ni kwa changamoto zingine. Kwa hiyo inaweza ikagundulika katika upimaji. Na kama unajijua wewe ni ndugu wa mgonjwa, ni muhimu, kwa sababu tafiti zinaonyesha asilimia kubwa ya ndugu wa wagonjwa kupata changamoto, ni muhimu na wao wakaja wakatibiwa. Na matumizi ya dawa holela yasiwepo. Unapokuwa na changamoto ni lazima jitahidi kwa kadri uwezavyo uweze kuona na daktari wa macho katika eneo ambalo upo. Kuna maji ya jicho ambayo yanatengenezwa kwa ajili ya kazi maalum kwenye jicho, alafu baadaye kuna njia ambazo zinafanyaje, zinapitisha yale maji yatoke kwenda kwenye mfumo wetu wa damu. Kwa hiyo maji yanatengenezwa na kufanyaje, yanatolewa. Sasa changamoto ya ugonjwa huu ni kwamba kunakuwa hamna kisababishi. Pressure ya macho kama alivyosema daktari ni makundi ya magonjwa. Sio ugonjwa mmoja tu, yako magonjwa mengi, na pressure hiyo na maana inakuja kusababisha uharibifu wa mshipa wa fahamu ambao inapelekea kwenye upotezaji wa kuona kidogo kidogo, mpaka mwisho wa siku mtu asipogundua au kutibiwa inaleta upofu. Kwa hiyo nataka kuniambia kitaalamu jicho linapaswa kuona maji muda wote. Ndio maana yake. Ndio, si ndio? Okay, pengine kutumia dawa pia isivyo ipasavyo yaweza kusababisha pressure ya macho. Tunavyozungumza dawa ambazo zinaweza zikasababisha pressure ya macho au ongezeko la pressure ya jicho, ni dawa ambazo zinaitwa steroids. Hizi dawa zinaenda kusababisha kama daktari alivyosema, jicho linahitajika liwe na maji kawaida. Yes. Yale maji yana kazi mbalimbali, mojawapo ikiwa ni kulisha jicho, kuleta chakula kwenye jicho, kutoa uchafu, ili jicho lifanye kazi vile vinahitaji hayo maji. Kunapokuwa kuna shida kwenye ile njia ambayo jicho maji yanapita ndani ya jicho, inasababisha maji yanasimama sehemu moja, yanasukuma lile jicho linaenda kwenye mshipa ufahamu, ule mshipa ufahamu unakandamizwa. Hizi dawa za steroids zinapotumika, mtu anapozitumia kiholela, zinabadilisha namna ambavyo lile chujio linalopitisha yale maji au zile njia zinazopitisha yale maji, namna ambavyo vinavyofanya kazi. Kwa kama kulikuwa kuna matobo fulani ambayo yanahitajika kupitisha maji vizuri bila shida, kwa sababu tu ya matumizi ya steroid, unakuta yale maeneo yanaanza kama kufunga. Kwa hiyo yanapofunga yanasababisha maji yanabaki kule ndani. Kwa hiyo wewe unakuwa umejitibu hapa nje, muasho na vitu vya namna hiyo vinaweza vikasababisha hiyo changamoto. Na kama unavyosema, kwa hiyo scenario ambayo unayoielezea, yamkini labda kwa sababu tu sijaifahamu vizuri, yamkini matumizi hayo ambayo anazungumzia yanaweza kawa yasiwe steroid, au labda ni steroids lakini ni ya kupaka ambayo yamesababisha athari kwenye kioo cha mbele. Sisi tunachokizungumzia ni kwenye mshipa ufahamu ambao uko ndani kabisa ya jicho, karibu na ubongo. Kwa chochote kinacholeta mkandamizo kinaweza kuleta shida, lakini key point ni kwamba matumizi yoyote ya kiholela ya dawa katika jicho hayapaswi, kwa sababu
mtu ni jicho, anahitaji kuona, kufanya kazi, kufanya na mambo mbalimbali katika maisha yake. Kwa hiyo eventually unapotumia dawa bila ushauri wa kidaktari unapata hiyo changamoto. Kuchukua dawa katika maduka ya dawa bila kuandikiwa na daktari nao inaleta changamoto. Okay, tulitamani kujua au msikilizaji anayetusikiliza sasa hivi akajua ni njia zipi za kimatibabu ambazo zinatumika kudhibiti hiyo pressure ya macho. Kwenye njia ya upande wa matibabu tuna aina mbalimbali, mojawapo ikiwa ni dawa za matone, lakini pia tunaweza tukatumia mionzi, lakini pia tunaweza tukatumia mionzi katika kufungua hizo njia ambazo zimejifunga, au pia tunaweza tukafanya operation katika kuzibua hizo njia ambazo pia zimejifunga. Lakini pia tunaweza tukafanya mionzi kama nilivyosema hapo awali. Sasa matibabu haya yanategemeana na vipimo ambavyo unavyovifanya. Okay. Mfano utakuja hospitalini, tutakupima kipimo ambacho ndio standard kwa ajili ya kusema huyu mtu sasa ana pressure ya macho. Tutakuanzishia dawa za matone au moja kwa moja unaweza ukajikuta unaanza operation. Lakini inategemea na stage ambayo upo. Kwa hiyo kile kipimo kinatusaidia uko kwenye stage gani? Je, ukitumia dawa za matone kwa uoni ulionao utakaa sawa, au hapa inabidi tutumie operation ili tufungue hizi njia ili pressure isiwe kubwa sana, inahitajika ndogo, kwa sababu hii ikiendelea kubaki kuwa kubwa inaweza ikakusababishia kupoteza uoni na mkandamizo ukaendelea. Kwa hiyo the key point ni kwamba tunaangalia ni matibabu gani katika hali niliyotaja, either matone au mionzi au operation, katika kusaidia kuondoa mkandamizo kwenye ule mshipa ufahamu. Lengo la matibabu sio kusema kwamba ugonjwa, kuna watu ambao wanapewa dawa au vyovyote vile anajua kwamba mimi nikitibiwa hii pressure inafanyaje inaondoka. Hapana. Lengo la matibabu ni kuzuia hiyo pressure ambayo tayari unayo, ambayo ni ya maisha, isiendelee kukandamiza mshipa na isiendelee kuongeza fanyaje kuleta uharibifu. Kwa mgonjwa akija kwetu sisi akifanywa kile kipimo, tukimkuta kwenye stage fulani, kwanza kama atakampoteza uoni wa kutosha, huo uoni hautaweza kurudi. Lengo ni kuzuia asiendelee kupoteza uoni zaidi. Kwa matone, mionzi, upasuaji, lengo lake ni kuondoa mkandamizo ili mgonjwa asiendelee kupoteza uoni zaidi. Kile kiasi ambacho ameshakipoteza tayari atakuwa hawezi kirudisha. Lakini kama ukiwahi mapema bila kupoteza uoni wote ambao ni significant ambao utaleta dalili, tunaweza tukakusaidia wewe mpaka siku ambayo unaenda kuaga dunia, uoni wako usifanyaje usipotee kabisa.